Shangaa ghafla sauti inaniambia saa 4 nimelala. Kumbe alikuja siku ya saa 5 mapema George Musa. Sasa ile sauti inanijia kila wakati. Nikauliza wewe ni nani? Maana nilikuwa na holi. Wewe ni nani? Anasema mimi Yesu wa Nazareti, niliyekufa na kufufuka, niliyekutokea. Ilikuwa nasema wazi kabisa. Amka, wamekuja wachawi. Yaani ananijulisha kabisa, wamekuja wachawi. Nikasema sawa, nikaamka, nikakaa. Kumbe walishakuja, sio walishazoea. Wale walikuwa wanaipiga miaka 3. Basi nikakaa. Nikasikia sauti omba. Sasa nilikuwa sijafundishwa, sasa sijapata mafundisho ya msingi. Yaani nimeokoka siku na yanatokea. Basi nikasema niombeje sasa, nishazoea sala ya baba yetu. Mimi nikapiga magoti, nikajikuta napiga magoti, nikaanza kusali sala ya baba yetu. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ananiambia sala hiyo haifukuzi pepo. Nikasema sasa niombeje? Nikayo nauliza ile sauti, sasa niombeje? Anasema sema baba, nafundishwa katika jina la Yesu. Ile nilivyosema katika jina la Yesu, ile lugha ilikuja, Roho Mtakatifu. Basi kilichotokea, nikaanza kunena kwa lugha. Nilivyokuwa naendelea kunena kwa lugha kama nusu hivi, nikafunguliwa macho haya ya kawaida. Nikaona kule nje watu 20. Yaani unaweza ukijazwa Roho Mtakatifu, Mungu anakuonyesha mambo ya nje. Kama wewe umelala ndani, alafu unaonyeshwa mambo ya nje. Nikakuta watu 20. Wazee na watu vijana akina mama wamezunguka. Sasa wakati ule na shangaa, kile chombo kikaanza kwenda kule. Sasa nikashangaa kinaenda kwa kasi. Sasa wakati niko kwenye kile nikajua sasa naenda kwenye moto. Jamani, yani Mungu atuhurumie wanadamu. Hii ni neema. Kinaenda kwa kasi. Kilipofika karibu na ukingo wa ile shimo, nikasema yani kinataka kutumbukia, nikasema baba nakufa. Kikasimama kwenye ukingo wa ile pale. Lakini cha ajabu, Yesu alichokifanya, ule moto ulikuwa hauniunguzi. Akaniuliza, "Joy, unaona nini?" Na watu nasema naona moto. Angalia watu hao waliokufa katika dhambi. Kwa nini hutaki kutubu dhambi ukanitumikia George? Unajua iko jehanamu inakukabili George. Kwa nini hutaki kutubu dhambi kunitumikia mimi Yesu? Alivyomaliza yale maneno, kile chombo kilitumbukia kule. Yaani ndugu mtakatifu, na lugha ya kuzungumza kibinadamu kwa sekunde. Yaani yale mateso, sina lugha ya kibinadamu ya kusema. Yaani sina lugha ya kuzungumza kibinadamu. Ni sekunde kidogo sana. Sasa wakati mateso yanaendelea kule, nalia baba nisamee. Kile chombo kilitoka kule, ile lift ilitolewa kule cha. Kilivyotolewa ndio mimi kurudishwa duniani. Ina maana mwili wa kiroho ulishaondoka. Yule mtu alishaondoka George. Yaani Yesu alichokuwa amekifanya ni kuonyesha nini kinachoenda kutokea kama nisipotubu. Kwa hiyo kilirudi ghafla, ina maana nilirudishiwa uzima. Nilivyorudi hivi, kwa sababu ya ule moto muda mfupi ule, yani kwa kama nimemwagiwa maji ya moto pote kitandani pale nilipokuwa nimelala, nimeamka pameloa maji kama pamemwagiwa ndoo za maji kama sio 3-4. Sauti ikanijia inaniambia, umeyaona hayo? Usipotubu ndio atakaye kukabili George. Sasa wale wenzangu amefufuka. Hawajui ninachopambana nacho. Amefufuka. Waniuliza, George nini? Sauti ikaniambia usiseme. Sauti ya Yesu inaniambia usizungumze chochote, hawatakuamini. Sasa wakati natafakari hivi, yale yaliyotokea na yajua yote, ghafla naiona pale kwenye nilipokaa. Sasa hii na macho ya wazi, maana ile nichukuliwa. Lakini sasa nilikuwa naona kwamba pale kwenye chumba changu bati likawa limeezuliwa. Yaani naliona hii bati limeezuliwa kabisa. Naona kwa macho, yani ni maono. Alafu hii mbingu imesogea, hii mbingu hii. Ghafla nikaiona hii mbingu inagawanyika kama milango ya gala hii ya kuslide. Nafikiri unaelewa. Hii ya kutembea. Ikawa inafunguka. Nikaona barabara nzuri, alafu na mji mkubwa mzuri, alafu na watu wenye mabawa wanaimba. Ule mji unang'aa. Nikasema kumbe huku kuna mji. Ananiambia, George, unaiona hiyo?
Hiyo ni mbingu ambayo nimekuandalia. Kwa nini utaki kutubu dhambi? Unataka kufa kwenda kwenye motoni? Angalia, nimekuandalia mji huu. Angalia. Nikasema mimi huku ndio ninakotaka. Sasa hiyo nazungumza kwa sauti, najibizana na yule mtu. Watu wananisikia. Wananiuliza, George unasema na nani? Mimi siwajibu. Nikasema huku ndio ninakokutaka. Ghafla ukatokea msalaba, ule msalaba mkubwa wenye fedha, lakini juu yake yuko mtu amevikwa taji ya miba, alafu damu inamwagika. Ule msalaba ulitoka kule kwenye ule mji ukaja mpaka pale kitandani, ile damu sasa ikawa inanimwagikia. Sasa kwa sababu ya mwanga nikawa siwezi kuona. Yaani mara ya kwanza nikawa naangalia hivi, mwanga ule ulikuwa ni mkali, siwezi kuona. Nikifanya naambia inua macho, mwanga mkali. Sasa alivyokuja na ule mwanga, alivyoteremka pale, ghafla inaniuliza sauti, George, huyo ni nani? Kwa sababu niliwahi kujifunza huko duniani kwa habari ya Yesu huko kabla sijaokoka, habari za Yesu. Mamangu ni Mkristo, baba ni Muislamu. Kwa hiyo nikasema ni Yesu, angalia amekufa kwa ajili yako George. Kuanzia sasa hivi mtumikie, mhubiri. Wako wengine watakusikiliza, wengine hawatakusikiliza, lakini utajiokoa roho yako, na siku ya mwisho nitakuuliza kwa kile nilichokifanya. Nimefanya haya, ni mimi Yesu wa Nazareti niliyekufa na kufufuka, na nitarudi kuhukumu dunia. Baadaye ilipomaliza ule msalaba ukarudi, ile mbingu ikafunga. Ndio nilipojua kumbe nimeokoka. Nilipokaa nikawa napumzishwa dakika hii moja, maana ile tukio lilikuwa dakika 15. Ikarudia mara pili vile vile. Kwa hiyo ilikuwa ni dakika 45 mara tatu. Baada ya lile mara tatu, kwa sababu ilirudia vile vile, nikawa napona amekufa. Yaani nikimaliza ile tukio nachukuliwa tena mara tatu. Sasa mara ya tatu baada ya kuzinduka nikaitisha, nilikuwa nimevaa taulo tu, nikaitisha nipende suruali yangu. Yaani muda wote haujavaa una taulo? Nina taulo tu. Muda wote nina taulo. Nimefunga tu taulo. Sasa nikaitisha suruali na shati. Sasa nilipokaa hivi nimetulia, sauti inaniambia nitaleta msaidizi atakaye kusaidia mambo yote, Roho Mtakatifu. Huyo atakufundisha yote. Nasikia sauti. Unaona? Hiyo ni sauti naisikia. Nikasema sawa. Mimi maana sinaelekeza, sasa sina ubishi tena. Nitaleta msaidizi atakaye kusaidia mambo yote, ni mimi Yesu wa Nazareti niliyekufa na kufufuka niliyekutokea George. Nitaleta msaidizi. Nikasema sawa. Nimekaa maana mimi sasa sina ubishi, nafuata maelekezo. Basi nimekaa hivi, nikasikia kama uvumi wa mbali, kama umewahi kusikia mvua ya upepo. Nikawa nasikia kwa mbali uvumi kama upepo. Sasa baatokea ghafla ule upepo kaijaza ile nyumba, nikakuta kitu kama kinanigusa, yani kama kitu kinanigusa cha baridi kimenigusa hapa, afu kikao kinaingia ndani. Nikaanza kutetemeka. Lakini moyoni nasikia furaha ambayo sijawahi kuiona. Ulimi ukakamatwa, nikaanza kunena kwa lugha sasa. Sasa sijui kwa sababu ni kitu kipya. Sasa wakati unaongea uko peke yako chumbani au uko na wale marafiki zako? Niko na wale rafiki zangu. Hawajaokoka, wanaona maajabu tu. Alafu Mungu alikuwa amewafunga wasinipeleke kokote. Yaani Mungu alichosababisha, kwanza walisema tumpeleke hospitali hii kesi. Kwa hiyo Mungu aliwafunga. Hata yeye yote anatokea walikuwa wamesubirishwa na Mungu. Yaani Mungu mwenyewe aliwafunga tu, aliwazuia. Na wanaona hayo matukio sasa. Baadaye walikuja kunihoji, "Yeye yuko naongea na nani?" Baadaye alinihoji. Nikawaelezea. Sasa niendelee hapa. Kilichotokea baadaye, ile nguvu iliposhuka, nikaona nguvu inaingia mwili, nikaanza kutetemeka pale nilipokuwa. Alafu ulimi umekamatwa, nikaanza kuzungumza lugha. Sasa wale waliokuepo wanasema ana majini huyu. Maana ni kitu kigeni hata na mimi sasa. Lakini sasa majini, nikawa nasema, lakini moyoni nasikia furaha ambayo sijawahi kuiona. Lakini hao wananiambia majini. Kila nikizuia nasikia sauti, usinizuie, ni mimi Yesu wa Nazareti. Nimemleta msaidizi atakaye kusaidia mambo yote, atakuonyesha mambo yote. Hata waliokuwa na kutesa, wamekutesa kwa miaka yote, matatizo yote atakuonyesha. Basi nikaachia tu, nikaenena kwa lugha pale. Sijui sasa mimi nafuata ulimi tu unavyosema, nimeomba karibu saa nzima. Ndio baadaye nikatulia. Anasema ni mimi Yesu wa Nazareti
baada ya kazi hii na kutaka sasa ukanitumikie. Utaacha hii kazi, nataka unihubiri mimi, unitangaze, muda uliobakia ni mdogo, ninarudi kuhukumu dunia. Nikasema sawa. Sasa nikawa najiuliza, sasa kazi hii itakuwaje? Mimi wazazi wangu wananitegemea, naambia hiyo sio kazi yako. Kwani ulijua hii kazi utaipata wewe? Ni mimi nilikuwa nyuma yake mpaka hapa nilipofikia, na mengi nitakuonyesha. Baada ya pale nikatulia kimya. Wakaniuliza, George, kwani ulikuwa unasema na nani? Maana yote yale walikuwa nasikia niliokuwa najibizana naye. Ndio pale akanifungua kaniambia, waambie ni mimi Yesu. Basi baada hapa nikamwambia, jamani, ni Yesu. Yesu amenitokea, ameniambia haya, sema huyu ameshachanganyikiwa. Kutoka pale nimetoka pale, ghafla naambia toka nje. Yaani ile nguvu sasa ile ya Roho Mtakatifu ananiambia toka nje. Nikasema sasa mbona natoka nje? Nikawa nakatalia pale kitandani. Yaani nilikuta kama mtu ameninyanyua akanitoa nje kwa nguvu. Alivyonitoa nje nikaanza kusema, tubuni, Yesu anarudi. Yaani hapo on the spot. Yaani nikaanza kusema, tubuni, Yesu anarudi. Tubuni, Yesu anarudi. Yesu anakuja kuhukumu dunia. Tubuni. Sasa watu wananishangaa, wamenizunguka pale, askari pale, maana ni chuo cha maafisa magereza kabini. Wakasema tayari viatu miguuni yana. Jamaa yuko tu amevaa nini, yuko pekupeku, akajua tayari ameshachanganyika, ameshalogwa kijana. Nikahubiri kwa sababu nilikuwa naongozwa tu, mimi naongozwa, nafuata ile sauti. Nikaanza kuhubiri pale, Yesu anarudi, Yesu anarudi, tubuni, Yesu anarudi, Yesu anarudi, anataka kuhukumu dunia, tubuni, tubuni. Nimehubiri pale. Baada ya kumaliza ile nguvu nikarudi. Sasa nilipotoka ile nguvu nikajikuta, jamani, sasa nikajikuta kama aibu fulani. Sasa nimerudi ndani, ananiambia hiyo ndio kazi niliyokupa, ninakuwa na kuonyesha ni nini cha kufanya. Basi niliporudi ndani nikakaa, ile usiku nimelala. Sasa usiku nimelala, si walishazoea kunipiga miaka 3, wale wajua George ni yule. Unajua mtu akiokoka anakuwa na ulinzi wa Mungu. Kama Petro anavyosema, Petro wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 5 anasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu. Yaani mtu akiokoka tu mara moja, ulinzi wa Mungu, jeshi la malaika na Roho Mtakatifu anakuwa juu yake. Basi nimelala usiku ule, nikashangaa ghafla sauti inaniambia, saa 4 ile nimelala. Kumbe alikuja siku ya saa 5 mapema, George Musa. Sasa ile sauti inanijia kila wakati. Nikauliza, wewe ni nani? Maana nilikuwa na holi. Wewe ni nani? Anasema, mimi Yesu wa Nazareti, niliyekufa na kufufuka, niliyekutokea. Ilikuwa nasema wazi kabisa, amka, wamekuja wachawi. Yaani ananijulisha kabisa, wamekuja wachawi. Nikasema sawa, nikaamka, nikakaa. Kumbe walishakuja, sio walishazoea wale walikuwa wananipiga miaka 3. Basi nikakaa. Nikasikia sauti, omba. Sasa nilikuwa sijafundishwa, sasa sijapata mafundisho ya msingi. Yaani nimeokoka siku hiyo na yanatokea. Basi nikasema niombeje? Sasa nishazoea sala ya baba yetu. Mimi nikapiga magoti, nikajikuta napiga magoti, nikaanza kusali sala ya baba yetu. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ananiambia sala hiyo haifukuzi pepo. Nikasema sasa niombeje? Nikayo nauliza ile sauti, sasa niombeje? Anasema sema baba, nafundishwa katika jina la Yesu. Ile nilivyosema katika jina la Yesu, ile lugha ilikuja Roho Mtakatifu. Na ndio maana mtu akijazwa Roho Mtakatifu ni muhimu anene kwa lugha, kwa sababu ni silaha moja kubwa ambayo shetani inamwangamiza. Na ndio maana anazuia sana sasa hivi Wakristo wasinene kwa lugha, kwa sababu ni silaha moja kubwa sana. Basi kilichotokea, nikaanza kunena kwa lugha. Nilipokuwa naendelea kunena kwa lugha kama nusu hivi, nikafunguliwa macho haya ya kawaida, nikaona kule nje watu 20. Yaani unaweza ukijazwa Roho Mtakatifu, Mungu anakuonyesha mambo ya nje. Kama wewe umelala ndani, alafu unaonyeshwa mambo ya nje. Nikakuta watu 20, wazee na watu vijana akina mama wamezunguka. Nikauliza, Yesu, ni nani hao? Ambia hao wachawi ndio waliokuwa nakutesa siku zote. Leo wanashangaa. Wanasema, huyu amepata wapi dawa hii? Wanaulizana. Mimi nawasikia. Yaani niko ndani lakini nasikia mambo yote wanayojadili nje. Unaona? Inakuwa kama Elisha wakati yuko kule Israeli, anaona mambo yote, mipango yote ya jeshi la Shamu na mfalme wa Shamu wanavyopanga vita kwa ajili ya kupiga Israeli. Ina maana Roho Mtakatifu akiingia, anaweza akasafiri akaenda popote akakuonyesha siri zote. Kwa hiyo mimi nilitolewa sasa na Roho Mtakatifu, nikapelekwa, nikaona wanavyosema, huyu amepata wapi leo dawa? Alienda kujizindika wapi? Mbona tuwezi kuingia? Kuna moto hapa.
kuna moto. Baadaye nikasema Yesu ni nini? Anaambia hao ndio wachawi waliokuwa nakutesa miaka yote. Sasa leo anashangaa kwa sababu mimi niko ndani yako na wewe uko ndani yangu na una ulinzi. Nikasema sasa niwafanye nini? Anasema una uwezo wa kutamka chote lakini usiwaue. Yaani ina maana ukitamka kwa jina la Yesu. Yaani hili jina la Yesu hili watu na ndio maana amezungumza kwenye maandiko asema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Unajua jina la Yesu wengi hawajalielewa, lakini ni jina lenye uhai, lenye uwezo wa kufanya mambo makubwa. Anaambia usiwaue. Hii imani yangu sio ya kuua. Ukitamka chochote kitakuwa. Kwa hiyo usiwaue. Nikasema sasa nifanye nini? Nasema wapige viboko. Mnasikia sauti? Naambia usiwaue. Ukitamka watakufa hao. Na mimi sitaki wafe. Nikasema sasa nifanye, anasema wapige viboko. Nikasema Bwana, wapige viboko. Unajua hata tunapotamka kwa jina Yesu wapige viboko wachawi, mapepo yanapigika. Hautuoni kwa macho, lakini kwenye ulimwengu wa roho vitu vinafanyika. Yaani tusiwe na wasiwasi. Huyu Yesu tuliye naye yani ni Mungu halisi. Yaani ukitamka kitu tu kinakuwa. Kinakuwa kwa sababu hatuoni. Lakini vitu vinafanyika. Na huko kwenye ulimwengu wa giza wanajua kwamba hawa watu ni hatari. Basi nikasema wapige viboko. Niliona kama viboko vya chuma yani vinatembea namna vinawapiga. Jamani, napigwa. Yani walipigwa wale watu. Walikimbia. Walipigwa kama dakika 5 hivi. Walipigwa kweli. Sasa baadaye ilivyoisha ile filamu ile maana wakakimbia. Na ujue kabisa kwamba unajua shetani huwa hakomi. Yaani akijaribu mbinu anakuja na mbinu nyingine. Hawachokagi. Na ndio maana mtu wa Mungu unatakiwa usimame muda wote huko maisha matakatifu, unaishi maisha ya nguvu za Mungu na mambo yote. Basi walivyoondoka, walivyoshindwa, siku ya kwanza walikuja, ya pili. Sasa nikasema Mungu, mbona silali hao watu wananisumbua? Siku ya 3 walivyoshindwa, siku ya 3 wakamtuma ajenti wao. Ni mzee ambaye tulikuwa ni ndugu hivi, ni mtu wa kusini huko kwetu. Na alikuwa ni meja, yani mtu mwenye cheo kikubwa pale kambi magereza. Tumezoeana naye, tunaitana mjomba nini. Ni mtu mkubwa pale jeshini. Basi asubuhi kwanza nimekaa asubuhi kabla hajaja. Unajua ndio maana anasema Roho atawapasheni habari hata na mambo yajayo. Ni muhimu sana watu wajazwe Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nimekaa hivi, ghafla Roho Mtakatifu nimekuwa nakunywa chai asubuhi. Nasikia sauti George, nikauliza wewe ni nani? Kwa sababu ya uchanga ndio maana mwanzo nilikuwa nauliza. Sema mimi Yesu wa Nazareth. Anajitambulisha vile. Niliyekufa nikafufuka na niko hai, nitarudi tena. Nikasema asubuhi ya leo atakuja mtu mmoja aliyetumwa na wachawi. Usiogope. Mimi niko ndani yako na hiyo nguvu ulio nayo ni kubwa kuliko ya uchawi. Hiyo nguvu ulio nayo ni kubwa kuliko nguvu yote duniani. Usiogope, mimi niko ndani yako. Kukaa kidogo kama dakika 5, nikasikia mlango wa nje unagonga. Anambia huyo. Sasa ubinadamu naogopa kwa sababu alinipa maelekezo, anasema amebeba majini, ameweka mkono wa kulia kuja kukuua. Akanieleza hayo majini jinsi alivyo, anasema majini makata. Hayo yani yakikuingia yananyonya damu, natoka damu puani na masikioni. Ananiambia hayo majini amebeba huo uchawi wa majini. Ananipa tafsiri kwamba hayo majini makata. Yani akikurushia tu yale mapepo, damu puani mgongoni, ndio unakuta mtu ameanguka ghafla, puani, mdomoni, masikioni anatoka damu. Ananiambia lakini hataweza kwa sababu imewauma sana, lakini hataweza. Akija hapa mshuhudie. Ananiambia ameweka mkono wa kulia, hata utoe mkono. Ananipa kila kitu. Mimi niko ndani. Sasa ubinadamu unanijia. Sasa Shetani huwa ananiambia nguvu ulio. Unajua kama wanadamu ndio tunaogopa na uchanga. Nikasema Shetani huwa ananiambia hapana, hiyo nguvu ulio nayo ni kubwa kuliko ya Shetani. Unajua sisi hatujajijua kwamba tumempokea Yesu, tunafikiria ni mdogo kwa sababu Yesu ni Mungu, yuko kila mahali, tofauti na Shetani na mapepo. Ananiambia hiyo nguvu ulio nayo ni kubwa kuliko ya Shetani. Kwa hiyo usiogope George. Mimi niko ndani yako. Nikatoka pale nikafungua mlango. Kumuona vile ameweka mkono wa kulia. Nikasema ala. Huyu mzee, yani yale aliyoniambia Yesu. Nikashangaa. Sasa namuita ndani, ninatazamana hivi macho kwa macho. Yule mzee anaanza kutetemeka, kuvibrate, yani anaanza kutetemeka. Nikamwambia mjomba karibu, anatetemeka, hata kutembea anashindwa. Sasa nikashangaa nini, ananiambia nguvu ulio naye ni kubwa kuliko hiyo. Na ndio maana watu walio na Yesu wanatakiwa tembee kifua mbele.
Yaani wasiogope uchawi, wasiogope majini, wasiogope mapepo. Basi nikamkaribisha ndani, anatembea kwa kuchechemea, yani hata kuingia ndani ilikuwa ni kazi. Nikamwambia mjomba, leo naumwa. Asema sasa amefunga mdomo hasemi. Nilipomwamkia haitikii. Basi tukafika ndani, akakaa kwenye kiti, kwenye sofa. Alivyokaa nikamwambia mjomba, nikuletee kitu gani? Hasemi. Sina mkono huko amenuiza uchawi. Ghafla nikamwambia mjomba, hapa lazima unywe chai. Nikamwambia utakunywa. Nikaenda kuchukua kikombe kwenye kabati, nikamwekea na vitafunwa pale. Sasa na uchanga ule, nikasikia niombe. Baba, katika jina la Yesu ninaachilia moto na nguvu za Mungu, navunja uchawi. Ati naombea chai si uchanga. Sasa mimi nasikilia tu kuvunja uchawi, naongozwa vile, nikavunja pale. Baadaye nikamwambia mjomba, kunywa chai. Akatoa mkono ule akanywa. Alivyokunywa, sasa nimekaa kwenye kiti pale, asikia sauti, sema. Sauti inaniambia Yesu, sema. Nikamwambia niseme, mwambie kilichokutokea. Na yeye aachane na mambo ya uchawi na ushirikina. Mwambie. Sasa namuogopa, ni meja, mtu mkubwa, kiongozi wa jeshi. Anaambia usiogope, mwambie huyu atapotea. Baadaye nimetetemeka pale na nguvu. Na ndio maana uweze kumzia roho. Nikamwambia mjomba, mimi nimeokoka. Yaani neno la kuokoka ni silaha kubwa sana, na ndio maana hata watu wanaookoka inabidi washuhudie, waelezee kwamba nini kilichotokea. Nimeokoka. Nikamwambia mjomba, kuanzia sasa hivi achana na mambo ya giza. Yesu anakupenda uokoke. Yaani nilivyosema nimeokoka, wachana na mambo ya giza. Ile chai aliacha, alichomoka. Akakimbia. Hakukaa pale. Hakukoma usiku. Sasa alivyoondoka usiku ule, ghafla nimelala hivi kwenye kile chumba, walitumwa panya. Mapanya buku, unayajua? Ilikuwa saa 3 hiyo. Saa 3 ya usiku. Sasa pale kambini hatuna msitu wote, lakini wale panya walikuwa kwenye zile nyumba kota zile za mabachi. Maana mimi kwa bachelor wakati sijaoa, tulikuwa tunakaa wanne kwenye vile vyumba. Kwa hiyo wenzangu nikasikia huko kelele, bwana panya wamejaa bwana, busha kwenye mavyumba, kwenye neti, kwenye nini. Sasa wakija huku kwangu na mimi naona wanapita tu panya, mapanya buku makubwa. Tukashangaa, panya gani? Wametoka wapi? Mbona hapa hakuna msitu? Sasa mimi nilivyotulia hivi, nasikia sauti ya Yesu inaniambia, hao sio panya wa kawaida. Unakumbuka vita hii ilikuwa ni kama ile vita ya Farao, wachao wa Misri na Farao. Mimi nilikuwa sijasoma, lakini naambiwa hizo vita, hiyo nilikuwa sijasoma Biblia, lakini naambia hii ni vita kama ile ya Misri ya Farao na kina Musa waliofanya uchawi. Kwa hiyo hao wachao ndio wametuma hao panya, lakini nataka nikuonyeshe kitu kinachofanyika juu ya wapanya. Hawa panya sio wa kawaida, ni mapepo. Yaani hao wanyama wanaweza kanuiziwa. Unaowaona hao wanyama kawaida hao wanaweza kanuiziwa akaenda kufanya uharibifu fulani maeneo fulani. Wewe ukamwona kama panya, ukamwona kama paka, lakini anatumiwa kichawi. Yaani shetani huwa anaingia mle ndani na kufanya uharibifu. Basi waliwanuizia wale. Kwa hiyo walivyokuja pale kutuogopesha tu, kilichotokea nikasema, haya panya inakuja. Naambia ngoja nikuonyeshe. Panya mmoja alikuwa, sasa wako wengi wanahangaika huko. Wale jamaa wakatoka kule, wale walikuwa hawajaokoka. Joji, vipi huko kwako? Nikamwambia wako huko na huko panya. Sasa wanaogopa. Mimi sasa nimetulia kimya, wao wanahangaika kuwapiga, hawapigiki. Panya mmoja, kulikuwa na ubao mle ndani nimeanika nguo za ndani. Akaniambia nataka nikuonyeshe siri hawa panya au wanyama wanavyotumika kichawi. Panya mmoja akapanda kwenye ule ubao, akaenda mpaka kwenye kamba nilipoanika zile nguo za ndani.